Kwa na Ruangwa tuone haya mabadiliko ni ya kawaida. Ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake, mwanzo wake na ukomo wake. Kwa hiyo maamuzi haya pia yameongozwa na Mwenyezi Mungu kwa nia njema kabisa. Waziri Mkuu na mbunge wa jimbo la Ruangwa, Kassim Majaliwa, leo Julai 2, 2025 ametangaza rasmi kutokugombea tena ubunge wa jimbo la Ruangwa baada ya kulitumikia jimbo hilo kwa miaka 15. Akizungumza na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa na wilaya ya Ruangwa, Mheshimiwa Majaliwa ametumia fursa hiyo kuwashukuru wananchi kwa kumuunga mkono wakati wote ambao wamekuwa mbunge wa jimbo hilo. Imefika wakati kwa mshikamano tulioujenga. Sasa ni wakati wa kutoa fursa kwa wanaruangwa wengine wapenda maendeleo waweze kuunganisha nguvu hizi ili kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana iweze kusonga mbele zaidi, amesema Waziri Majaliwa. Aidha, ametoa wito wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya kuwapa ushirikiano wagombea wote wenye nia ya kugombea ubunge wa jimbo hilo. Oye! Oye! Dr. Nchimbi, oye! Oye! Mzee Wasira, safi! Safi! Dr. Mwinyi, oye! Oye! Ruangwa kwa maendeleo Imewezekana, tunasonga mbele. Ruangwa kwa maendeleo Imewezekana, tunasonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa, Mwenyekiti wa wilaya, Katibu wetu wa mkoa wa wilaya na wajumbe wa kamati ya siasa na wale ambao mko hapa, kimsingi huo sio mkutano, bali nimekuja leo siku ya mwisho ya uchukuaji wa fomu kuja kuona makada wa Chama cha Mapinduzi, vijana wa Ruangwa, wapenda maendeleo ambao tayari wamejitokeza kuchukua fomu kwa nafasi ya ubunge baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka 15 kutoka mwaka 2010. Na sasa imefika wakati kwa mshikamano tulioujenga kutoa fursa kwa wanaruangwa, wazaliwa wa Ruangwa, wapenda maendeleo waweze sasa kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, ambayo sasa Mheshimiwa Mwenyekiti amesema imewezekana na tunasonga mbele, iweze kusonga mbele zaidi. Nataka nitumie nafasi hii kwanza kukishukuru chama changu cha Mapinduzi ngazi ya wilaya na mkoa. Nimefanya kazi wakati wote na chama chetu. Bado mimi ni mwanachama wa CCM na kwa nafasi ninayonayo mimi ni mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM taifa. Bado naendelea nao. Kutokana na majukumu haya, kuacha nafasi hii na kuwaruhusu wanaruangwa wenzangu waendelee, wale ambao nilikuwa naona wanapenda kushiriki kwenye maendeleo yetu, wale ambao niliungana nao katika kufanya kazi za maendeleo wilaya ya Ruangwa, ambao leo wameshaanza kuchukua fomu. Hawa wote waliochukua fomu ni wazaliwa wa Ruangwa, wana Ruangwa ambao nimeshirikiana nao kipindi chote cha miaka 15 kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo wanakuja kwetu, wanakuja kwenu wananchi kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja, kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa inapaa kwa kasi. Na naamini wote wamekuja, kila mmoja na uwezo wake. Tunatarajia jitihada zake binafsi, lakini mshikamano ambao sisi tutawapa, na mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nao wote pamoja waliokuja kuchukua fomu. Lakini baada ya mchakato huu, yule ambaye atapewa dhamana ya Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera na kuingia madarakani, hatutamwacha peke yake. Kwa na Ruangwa tuone haya mabadiliko ni ya kawaida. Ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake,
mwanzo wake na ukomo wake. Kwa hiyo maamuzi haya pia yameongozwa na Mwenyezi Mungu kwa nia njema kabisa, na makada waliokuja leo kuchukua fomu na wameongozwa na Mwenyezi Mungu waje kuchukua fomu, lakini mwisho wananchi watafanya maamuzi ya kumchukua mmoja miongoni mwao. Kwa tabia tuliojijengea wana Ruangwa, huwa hatutengani. Sisi tulipoanza mwaka 2010 tulikuwa 12, na baada ya mchakato mimi kuingia madarakani wale 11 tumeendelea kufanya na kazi nao mpaka leo hii. Kwa leo wanakuja hawa mpaka muda huu, kwa sababu muda baada hujaisha, saizi 4 labda wengine watakuja. Sote baada ya kukamilika kwa mchakato tutaendelea kuwa wamoja. Ni wasihi wajumbe wa kamati ya siasa tuwape ushirikiano. Najua kipindi hiki ni kipindi cha mchakato wa vikao, labda hawatapata nafasi ya kupita, lakini watakapoambiwa wapite, hamasisheni wananchi kuja kukutana nao, ndugu zetu wanaotoa maelezo ya namna ambavyo wataweza kuhudumia wilaya yetu ya Ruangwa. Kwa hiyo niwapongeze ili kuwakabidhi rasmi jimbo la Ruangwa, jimbo la Ruangwa ambalo lina mshikamano wa pamoja wana CCM lakini na vyama vingine vya siasa. Tumekuwa tunafanya kazi kwa kauli moja tu, Ruangwa kwa maendeleo inawezekana. Na leo wanapokuja hawa wanakuja kuongeza nguvu ya kuweza kuiletea Ruangwa maendeleo. Kwa baada ya kuzungumza haya, nirudie tena, kwa kuwa bado ni mtumishi wa umma, lakini pia kwa kuwa bado ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM, bado tutaendelea kwa wamoja ndani ya chama chetu hapa wilayani Ruangwa kuhakikisha kuwa uchaguzi huu mkuu unaokuja, na sisi Chama cha Mapinduzi tayari tumeshapata wagombea. Nafasi ya urais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mgombea mwenza ni Mheshimiwa Balozi Emmanuel John Nchimbi. Na kule Zanzibar ni Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa wana Ruangwa tuendelee kushikamana, tuhakikisha kwamba viongozi hawa, hasa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa anasindikizwa kama mgombea mwenza Mheshimiwa Balozi Nchimbi, tuhakikishe kwenye mikutano yao tunakuja kwa wingi, tusikilize sera, lakini pia siku ya uchaguzi tuwapigie kura nyingi za kutosha. Ruangwa tushajenga msingi wa kwamba Ruangwa ni ya Mama Samia. Bado kauli mbiu ile ibaki kuwa Ruangwa ni ya Mheshimiwa Dr. Samia. Na tutakapopata mmoja kati ya wadau wetu hawa, basi tutaunganisha Ruangwa ni ya Dr. Samia plus huyo anayekuja. CCM oye! Kwa hiyo niwatakie kila laheri kwenye mchakato huu. Naamini Mheshimiwa Mwenyekiti unaendelea kusimamia mchakato huu, katibu unaendelea kusimamia mchakato huu, na kwa kuwa leo ni siku ya mwisho tutapata takwimu halisi.